Ninawakaribisha katika sehemu hii ya pili ya kuchunguza maandiko ambako tunathibitisha kwamba kwa mujibu wa maandiko katika Biblia Takatifu inathibitisha wazi kwamba Bwana Yesu Kristu ni Mungu. Na kumbuka katika ile awamu ya kwanza tuliangazia zile changamoto za Waislamu ambako wao wanataka Wakristu waonyeshe sehemu ambazo Yesu Kristu mwenyewe anasema kwa kinywa chake kwamba mimi ni Mungu, au ambao anasema watu wamwabudu. Na sehemu ya kwanza kwa kimsingi tulikuwa tunaangalia namna gani hii changamoto ya Uislamu kwamba haina mashiko, na pia ni kwamba unageuka kuwa mtego wao wenyewe. Na pia nilikupitisha katika maandiko kadhaa kuonyesha kwa nini Bwana Yesu hakusema kwamba yeye ni Mungu, japo kwa yeye ni Mungu. Hakusema katika kauli ile ya ambao Waislamu wanataka aseme kwamba mimi ni Mungu, lakini alisema na kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu katika lugha ambayo Wayahudi wa karne ya kwanza walielewa. Na ni kuonyesha pia maandiko ambayo hawa Wayahudi wenyewe walimuuliza swali hilo katika lugha ambayo wao walikuwa wanaelewa maandiko yanawaambia nini kuhusu ujio wake. Walimuuliza katika lugha, na Bwana Yesu anajibu kwa wazi kabisa, kitendo ambacho tunakuja kuona kinamfanya Kayafa ambaye wakati ule ndio alikuwa kuhani mkuu anararua mavazi yake, na ndipo anafikia maamuzi kwamba huyu Yesu lazima auawe. Sasa na pia nilikueleza kwa nini maana ya ibada au Wakristu, tofauti yetu kati ya Wakristu na Waislamu katika suala la kumwabudu Mungu limekaa vipi, na nini anataka Mungu nini Mungu anachokitaka kutoka kwetu kunapokuja kwenye suala la ibada. Kwa hiyo sehemu ile ya kwanza nilikuwa niko katika kujikita huko. Sehemu hii ya pili tunakwenda sasa kwa undani katika maandiko kuthibitisha huyu Yesu Kristo wa Nazareth ni Mungu, si kwa maneno tu, lakini pia katika matendo yake na mambo yaliyoyafanya yalikuwa yanathibitisha umungu wake, yanathibitisha mamlaka yake, yanathibitisha uwezo wake kama Mungu. Kwa hiyo kabla ya yote, kwanza nataka katika kipindi hiki nikwambie jambo moja kwa kupitia maandiko kwamba suala la umungu wa Bwana Yesu Kristo hatulioni tu katika Agano Jipya. Tunapoenda katika Agano la Kale tunakuta kwamba unabii wake kuhusu ujio wake unaeleza wazi huyu anayekuja, huyu Masihi Mwokozi Yesu Kristu atakuja akiwa ni Mungu katika hali ya wanadamu, na kwamba atafanya mambo mengi. Tutaona hayo katika kitabu, kwa mfano katika unabii wa Isaya, tutaona katika unabii wa Mika pamoja na Danieli. Tukaanze kwanza katika Isaya sura ile ya 9 mstari wa 6 na mpaka wa 7. Isaya sura ya 9. Tutaanza kwanza na Isaya 7, sura ya 7 mstari wa 14. Isaya anasema hivi: kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Kwamba ishara ya kwanza, huyu mtoto atakayekuja kuzaliwa atazaliwa kwanza na mwanamke ambaye ni bikira, atachukua mimba, lakini ataitwa jina lake Imanueli. Isaya katika sura ya 9 anaendelea kumzungumzia huyu mtoto ambaye atazaliwa na bikira. Isaya 9 mstari wa 6 mpaka wa 7. Isaya anasema hivi: kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Mstari wa 7 anaendelea: maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe. Katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Kwa hiyo Isaya hapa anamzungumzia huyu mtoto wa kiume ambaye atazaliwa na bikira, kwamba ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani, na kwamba mamlaka yake hayatakuwa na mwisho, kwamba katika kiti hicho cha enzi cha Daudi na ufalme wake atathibitisha na kutegemeza hukumu na haki tangu sasa na hata milele. Haya ni maneno tu ambayo yanaweza kuzungumzwa kwa mtu ambaye anaelezewa, ambaye mwenye mamlaka na uweza wa kimungu, mtu ambaye anakuja katika mwili lakini ni Mungu. Tukaangalie kitabu
cha safari hii tutaangalia Mika sura ile ya 5 mstari wa 2. Mika 5 mstari wa 2 anasema, bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli, ambaye matokeo yake yatakuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Kwamba huyu mwana anayezaliwa hapa atakuwa ametokea katika tangu zamani za kale, tangu milele, kwamba hana mwanzo. Huyu huko alikotoka ni kwamba hana mwanzo, alikuwako tangu milele, ndio atakayekuja, atakuja katika Bethlehem ya Efrata. Huu ulikuwa ni unabii kuhusu sehemu gani huyu Bwana Yesu anakuja kuzaliwa. Tunaenda kuangalia pia katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 13 mpaka 14. Danieli anamuelezea kuhusu, Danieli anapata maono, na katika yale maono anaona akiwa katika njozi. Nikaona katika njozi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, akamleta karibu naye akapewa mamlaka na utukufu na ufalme, ili watu wa kabila zote na mataifa zote na lugha zote wamtumikie. Mamlaka yake ni mamlaka ya milele, ambayo hatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa. Danieli anamtabiri Bwana wetu Yesu Kristo kwamba huyu atachukua mamlaka kutoka kwa Baba, kwamba yule mzee wa enzi ambaye ana mzee wa siku, huu ni baba wake wa mbinguni. Kwa hiyo mwana baadaye anakuja kuchukua mamlaka kutoka kwa Baba, ambaye anazungumziwa kwamba mamlaka yake ni mamlaka ya milele ambayo hayatapita kamwe, na ufalme wake ni ufalme usioweza kuangamizwa, kwamba huu ufalme hautakaa uweze kuangamiza milele yote. Hizi ni mojawapo ya maneno ya kinabii ambayo yanamzungumzia katika Agano la Kale, yanazungumzia ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndio maana kama nilivyokuambia katika Danieli hii, pale Yesu anapokuwa amesimama mbele ya Kayafa, anamwambia maneno, anazungumzia hii, na ndio Kayafa akiwa anaelewa kabisa nini maana ya andiko hili, anararua nguo zake na kusema huyu amekufuru na anastahili kufa. Sasa tunapotaka kuangalia umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunataka tuangalie nini mbali ya maneno? Tunataka kuona mamlaka yake ya kimungu, kwa sababu kama tunavyojua kuna mambo ambayo ni Mungu tu ambaye anaweza akayafanya, akayatenda au akayasema, au ni Mungu tu ambaye ana huo uwezo. Kwanza kabisa tunaenda kuangalia kuhusu jina lake. Tuone Yohana yeye anamzungumzia nini huyu Bwana Yesu Kristo. Tunakwenda katika Injili ya Yohana. Kumbuka Yohana alikuwa mmojawapo wa wanafunzi wa Bwana Yesu, na alikuwa ni mwanafunzi ambaye Bwana Yesu alimpenda sana. Na Yohana anaandika kuhusu huyu Bwana Yesu. Anasema hivi Yohana sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3, anafungua Injili yake kwa kusema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana Yesu anaitwa neno wa Mungu, na huyu neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Hakuna kilichofanyika isipokuwa yeye kuwepo. Maana yake hata uumbaji haukuweza kufanyika pasipo yeye kuwepo. Hili ni unabii mkubwa, ni neno kubwa. Na Yohana anazungumzia asili ya huyu Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya kuchukua mwili. Tukaangalia mstari katika sura hiyo tuone kwenye mstari wa 14, Yohana anaendelea, anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama mwana wa pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana anamuelezea naye neno akafanyika mwili, kwamba kabla ya milele yote alikuwa ni neno kwa Mungu, lakini baadaye anakuja anafanyika mwili, ndio anakaa kwetu, na tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa tunaona hapa Bwana Yesu anatambulikwa kama ni neno. Hili ni jina lake mojawapo. Kingine tunaenda kuangalia kumbuka niliwahi kuambia kwamba jina la milele la Mungu wa Israeli, au Mungu tunayemsoma katika Biblia, jina lake toka milele anajitambulisha kwamba yeye ni Yahweh. Naam, twende katika Injili ya Yohana sura ya 8. Yohana 8
sura ya 8 mstari wa 56 mpaka ule 58. Yohana 8:56 mpaka 58. Hapa ni Bwana Yesu anazungumza, anasema Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Bwana Yesu alikuwa anazungumza na Wayahudi akamwambia Ibrahimu alishangilia. Ibrahimu alikuwa na maono, aliona maono ya namna gani huu wokovu utakavyokuja kwa njia ya huyu Kristo, na akaiona na akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu. Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuweko, mimi niko. Hili ni jina la Mungu anaposema mimi niko. Naomba nikakutafutie katika Injili, katika Agano la Kale tuone Mungu anamwambia nini Musa kuhusu jina lake hili, kwamba na unapoenda hapa mbele mstari wa 59 tunaona nini Wayahudi baada ya kusikia neno hili kwamba Bwana Yesu anajipa jina mimi niko, wanafanya nini? Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Walitaka kumpiga mawe kwa sababu Bwana Yesu hapa moja kwa moja anajiita yeye Yahwe, mimi niko. Tukaone jinsi gani jina hili ni jina la Mungu wa aliye hai, Mungu wa milele yote, Yahwe. Tutaenda kuona katika Agano la Kale jina hili Bwana Yesu alipolitoa. Tunaenda kusoma kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 tunaanzia mstari wa 13 hapa mpaka wa 14. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza jina lake ni nani? Niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, huyu ni Mungu anasema sasa. Ndivyo tukawaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Bwana Yesu anasema wazi katika lugha ambayo Wayahudi wanafahamu fika anamaanisha nini. Mimi niko, toka kabla hata Ibrahimu kuwako, mimi niko, kwamba Bwana Yesu anasema hivyo. Tunaenda tena katika Injili hiyo hiyo ya Yohana sura ile ya 20, Yohana sura ya 20 mstari wa 26 mpaka wa 29. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwemo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Hili ni tukio ambalo baada ya Bwana Yesu kufa msalabani amefufuka, anawatokea sasa. Hii haikuwa mara ya kwanza wakatokea, kwa sababu kuna ukirudi nyuma katika maandiko kuna wakati aliotokea wakati huo Tomaso hayupo, lakini safari hii anatokea Tomaso akiwepo. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako uutie ubavuni mwangu, wala usiamini bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Kuna maneno mawili hapa Tomaso anasema, Bwana wangu na Mungu wangu. Neno Bwana hapa limetafsiriwa kutoka katika Kigiriki kurios, ambayo katika Septuagint wale watafsiri maandiko ya Agano la Kale kutoka katika lugha ya Kiebrania kwenda katika lugha ya Kigiriki wanalitumia kama Yahwe, yani Bwana au Adonai. Ndio neno ambalo Tomaso analitumia hapa, kwamba Bwana wangu maana yake Yehova wangu na Mungu wangu. Anasema hivi kwa sababu Tomaso alikuwa ni Myahudi, hawezi kutumia lugha hii kihovyohovyo, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Hii ndio ahadi anatupa Bwana Yesu kwa sisi ambao hatujaona. Heri sisi tulioona tukasadiki. Tunaendelea tena ndugu yangu, tunaenda safari kusoma katika Tito, barua ya Paulo kwa Tito. Tunaenda kusoma Tito sura ya 2 mstari wa 11 mpaka 14. Nasema hivi, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utawa katika ulimwengu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Paulo anaandika hapa. Kumbuka Paulo huyu kabla ya kuwa
ya kuwa mfuasi wa Kristo, alikuwa mpinga Kristo mkubwa sana, ambaye alikwenda kila mahala kuwakamata wa Kristo, kuwafunga magerezani, na wengine waliuawa kwa sababu tu ya kusimamia imani yao ya kukiri kwamba Kristo Yesu ni Mungu. Hapa Paulo anakuja kwa namna ya ajabu, anakutana na Yesu, anabadilika na anakuwa mmojawapo ya watu ambao wanazunguka wakihubiri habari njema na wakihubiri kwamba Kristo huyu ni Mungu. Na naandika humu ndani, Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu. Tuende katika neno jingine. Safari hii tunaenda kutizama katika Wakolosai 15. Hapa tunaenda kuangalia mojawapo ya uweza wake, kwamba Bwana Yesu anaitwa kwamba ni muumbaji na mfadhili, sustainer of life katika Kiingereza. Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 15 mpaka 17 inasema hivi: naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuweko kabla vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Namna ya ajabu Paulo anaandika kuhusu huyu Kristo Yesu ambaye ni Mungu kweli. Tunaenda kuangalia safari hii katika waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya kwanza. Nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 14. Ni refu sana, lakini msisitizo mkubwa nafikiri naomba usome kwa wakati wako. Sura hii ya kwanza, waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 14, lakini kwa kuokoa muda nitakusomea mstari wa 8 mpaka wa 12. Haya ni maneno ya Mungu Baba anazungumza juu ya mwanawe, mstari wa 8 mpaka wa 12. Lakini kwa habari za mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Na tena wewe Bwana, hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, na mbingu ni kazi za mikono yako. Hizo zitaharibika, bali wewe unadumu, nazo zote zitachakaa kama nguo, na kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika. Lakini wewe uyeye yule, na miaka yako haitakoma. Mungu Baba anamuita mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, anamuita Mungu, na kwamba anasema kwamba misingi ya ulimwengu uliifanya, na mbingu ni kazi za mikono yako. Mungu Baba wa mbinguni anazungumza jinsi gani Bwana Yesu naye alishiriki katika kazi ya uumbaji, na kwamba Mungu wake hauna mwisho. Mbingu zitapita na zitachakaa kama nguo, lakini ufalme wako na mamlaka yako hayatakoma. Huyu ni Baba wa mbinguni, anamuita mwanawe Mungu, na anathibitisha huyu mwanawe pia alikuwa naye katika uumbaji. Naam. Tutafakari kidogo, halafu tutarudi kwa kumalizia sehemu nyingine ya mwisho katika kipindi hichi. Kwenye maandiko yanayofuata tunaangaza mamlaka yake Bwana Yesu, ambao tunaona kwamba Bwana Yesu anafanya mambo ambao ni ya mamlaka ya kimungu tu, na kuthibitisha kwamba yeye ni Mungu. Tunaenda kwanza kuangalia katika kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 2 mstari wa 5 mpaka wa 7. Naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi walikuwako huko wameketi wakifikiri moyoni mwao, mbona huyu anasema hivi, anakufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Hapa ni namna gani Bwana Yesu anapomwambia yule mtu ambaye alikuwa ameshushwa chini akiwa amepooza, anasema mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Wale waandishi na baadhi ya wakuu wa Kiyahudi wanakwazika mioni mwao. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioni mwenu? Vyepesi ni vipi kumwambia mwenye kupooza, umesamehewa dhambi zako, au kusema ondoka, ujitwike godoro lako uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Ni kitu cha wazi kabisa. Bwana Yesu anasema ana mamlaka ya kusamehe dhambi. Haya ni mamlaka ya kimungu tu, na Bwana Yesu ndio maana akamwambia mwanangu, jipe moyo, umesamehewa dhambi zako. Hii ni namna moja hapo tunaona mamlaka ya Bwana Yesu hayapo tu katika kuhubiri, lakini anasamehe dhambi. Tukaangalie pia
mamlaka mengine ambayo Bwana Yesu anasema ambayo ni mamlaka ya kimungu. Tunaenda kusoma katika Mathayo mtakatifu, Injili ya Mathayo sura ya 25 mstari wa 31 na mpaka 32 na pia mstari wa 46. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja nayo, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Hapa ni anazungumzia kuhusu nini atakayotaka kukifanya. Atakuja na mamlaka, na ndipo atakapohukumu ulimwengu, wale wazima na wafu, na wale watakapata hukumu ya uzima wa milele wataitwa ni, anawapa mfano wa kondoo watakao upande wake kulia. Wale watakaokuwa na hukumu kwa ajili ya ufufuko wa hukumu watawekwa kushoto, ambao baadaye watatupwa katika ziwa la moto. Katika mstari wa 46 Bwana Yesu anasema hivi, na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu za milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Bwana Yesu anaeleza wazi mamlaka yake alionayo siku ya mwisho ya kuhukumu ulimwengu. Tunaenda kuangazia pia safari hii. Tunaona kama nilivyokuambia kule mwanzoni ni kwamba hawa Waislamu wanasema wanataka waone Yesu, anasema niabudu, lakini tunakuja kuona katika maandiko Bwana Yesu anaabudiwa, anasujudiwa na hakatai. Tunaenda kuangalia kwanza mojawapo ya neno hilo, tunaenda kuliangalia katika Mathayo 14:33. Nao walikuwamo ndani ya chombo wakamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Hapa ni baada ya ile tukio la boti ambalo walikuwa ndani Bwana Yesu kupata msukosuko, na anatuliza ile ghasia ya bahari na bahari inatulia. Hawa walikuwa katika ile boti wanamsujudia wakisema, hakika wewe u mwana wa Mungu. Haya ni mamlaka ambayo Bwana Yesu alikuwa nao, na hao wanamsujudia, na Bwana Yesu uone akikataa yeye kusujudiwa. Tunaenda kuangalia pia Waebrania 1:6. Waebrania 1:6, waraka wa Waebrania 1:6. Waebrania 1:6, huyu ni Mungu Baba wa mbinguni anamzungumzia mwanawe. Anasema, hata tena amletapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema, na wamsujudu malaika wote wa Mungu. Kwamba huyu Bwana Yesu atasujudiwa na malaika wa mbinguni, na hii amri haitatoka kwa yote, itatoka kwa Mungu Baba ambaye atatoa amri kwa malaika wamsujudie na watamsujudia. Tunakwenda kuangalia mfano mwingine pia safari hii. Tunaenda kuona katika sasa nataka nikuonyeshe sehemu mbili hivi katika maandiko ambayo wanadamu kimakosa wajaribu aidha kutaka kuwasujudia wale wafuasi wa Kristo. Nini kinatokea? Na kwenda katika Matendo ya Mitume sura ile ya 10 mstari wa 25 na 26. Petro alipokuwa akiingia, Kornelio akatoka amlaki, akamwangukia miguu, akamsujudia. Lakini Petro akamuinua akasema, simama, mimi nami ni mwanadamu. Petro hapa anakataa kusujudiwa. Tukaangalie pia katika Ufunuo. Tunaenda kuangalia katika Ufunuo wa Yohana. Yohana anataka kufanya kosa kama hilo. Yeye anataka kumsujudia malaika katika yale maono. Yohana anasema, nami nikaanguka mbele ya miguu yake ili nimsujudie. Akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Msujudie Mungu, kwa maana ushuhuda wa Yesu ndio roho ya unabii. Huyu malaika anakataa kusujudiwa na mwinjili Yohana. Tunapoenda kuangalia humo pia katika Ufunuo sura 22, Yohana tena sura 22 mstari ule wa 8 na wa 9. Yohana anataka kulifanya kosa kama hilo. Naye akaniambia, tunaanzia mstari wa 8. Nami Yohana ndimi niliyasikia na kuona mambo hayo, na hapo nilipoyasikia na kuyaona nilianguka ili nisujudu mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Naye akaniambia, angalia, usifanye hivi. Mimi ni mjoli wako na wa ndugu zako manabii na wale waishikao maneno ya kitabu hiki. Msujudie Mungu. Malaika anakataa kusujudiwa, lakini katika mifano ile nilokupa Bwana Yesu anasujudiwa na hakatai, hakemei wala hakatai. Jambo jingine la msingi la kuliangalia hapa ni tunaona katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa
wa 5 mpaka wa 11. Wafilipi 2 mstari wa 5-11. Tunachokwenda kuangalia hapa ni umoja wa Bwana Yesu na Baba yake wa mbinguni. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa juu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, kwamba itakapofika siku ya mwisho kila goti litapigwa mbele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ishara ya ibada hii na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, ya kwamba Yesu Kristo, hili neno Bwana hapa ni Yahwe, ni Mungu, jina la Mungu aliye hai. Mungu anaishi na kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio hilo ulimi utakuja utakiri. Hata wewe Muislamu ambao unakataa kukiri kwamba Bwana Yesu ni Mungu, siku hii itafika na utafanya hivi, na kwa utukufu wa Mungu Baba, kwamba na kwa kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Naam, tunakwenda pia kuangalia kuhusu sifa nyingine ya Mungu. Nakumbuka katika kimojawapo wa kipindi nilikwambia sifa mojawapo ya Mungu ni kuwa na wa mwanzo na mwisho, kama ilivyoonekana katika kitabu cha Isaya sura ile ya 41 mstari wa 4. Tunaona Isaya anapozungumzia Mungu anasema kwamba yeye ni mwanzo na mwisho. Tuone katika Ufunuo sura ya 1 mstari ule wa 17 mpaka 18. Bwana Yesu anasema hivyo. Ufunuo sura ya 1, Ufunuo Yohana sura ile ya 1 mstari wa 17 na 18. Bwana Yesu, huyu ni Yohana, anasema, nami nilipomuona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nilikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Bwana Yesu anamwambia, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, nami nilikuwa nimekufa na sasa ni hai. Huyu ndio Bwana Yesu ambaye alikufa pale msalabani akafufuka. Anamwambia Yohana, mimi ni wa mwanzo na wa mwisho. Anarudia neno hilo hilo tena Bwana Yesu katika Injili katika Ufunuo wa Yohana sura 22 mstari wa 12 mpaka 13. Tazama naja upesi. Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Tazama naja upesi, na ujira wangu upo pamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Haya ni maneno ya Bwana Yesu, anatuhakikisha yeye ni Mungu kwa sababu yeye ni wa mwanzo na wa mwisho. Naam, tuone pia jambo la mwisho tuliangalia. Bwana Yesu alipokuwa hai, wakati ule alipokuwa duniani, alizungumzia, anasema maneno mazito ambayo Wayahudi wanaelewa fika. Tunakwenda katika Mathayo sura ya 12, Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 6. Bwana Yesu anawaambia kitu hichi, lakini nawaambieni kwamba hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu. Hii ni kauli nzito sana mbele ya Wayahudi wa karne ya kwanza, kwa sababu hekalu wakati ule likiwepo ilikuwa ni sehemu tukufu sana, kwa sababu ndipo Mungu alipokuwa akiishi. Bwana Yesu anasema kauli, hapa yupo aliye mkuu kuliko hekalu, na aliye mkuu kuliko hekalu katika imani ya Yahudi ni Mungu tu, Yahwe. Lakini Bwana Yesu anasema hapa ni mkuu kuliko hilo hekalu. Na anaendelea katika mstari wa 8, kwa maana mwana wa Adamu ndiye Bwana wa Sabato. Bwana wa Sabato ni Mungu peke yake, Yahwe. Haya ni anathibitisha ukuu wake. Anaweka vitu viwili vikubwa katika mbele ya Wayahudi, hekalu na Sabato. Hekalu lilikuwa linaheshimiwa sana, kitu kilikuwa kitakatifu mno, kwa sababu ndimo Mungu anapoishi, alipokuwa akikaa, na ndipo sema alikuwa akienda kufanya ibada na kufanya hasa ile ibada ya mara moja kwa mwaka ya siku ya Pasaka ya ondoleo la dhambi kwa taifa zima la Israeli. Anasema mimi ni mkuu kuliko hekalu. Lakini pia ukumbuke siku ya Sabato ni siku ambayo ni siku takatifu sana, kwa sababu ndio siku Mungu anasema mimi ni Bwana wa Sabato. Sasa ndugu yangu, nimekupitia katika maandiko haya yote kukuonyesha ni namna gani huyu Yesu Kristo wa Nazareth ni Mungu kweli. Mungu aliyeshuka akatoa mwili akakaa kwetu ili apate kutukomboa, na alitekeleza kazi hii kwa kifo chake msalabani, na siku ya tatu akafufuka. Na anasema
tena na tena, anasema mimi ni njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Haya ni maneno ya Kristo, sio ya kwangu. Kwa hiyo anatuhakikishia ni njia peke yake iliyokuwepo ni kwa kupitia yeye tu. Nikukaribishe ndugu yangu Muislamu kwamba njia hii bado iwazi, nafasi bado iwazi. Una nafasi bado ya kumkiri huyu Yesu Kristo wa Nazareth upate wokovu. Hakuna njia yoyote kwa Allah wala kwa huyu anaitwa Muhammad, haipo. Huu ndio ukweli wa maandiko. Maandiko haya yanakuja zaidi ya miaka, kitabu cha Agano la Kale kiliandikwa kabla ya ujio wa Kristo. Kristo anakuja na Injili inaandikwa miaka zaidi ya 600 kabla ya ujio wa Muhammad, ambaye anakuja anaanza kubadilisha mambo na anaanza kuleta upotovu. Kitabu hiki kimeandikwa ndani ya miaka 1400 kutoka katika kitabu kimojawapo mpaka zile Injili na barua. Kimeandikwa na watu wasiopungua 40 na ujumbe wake hautetereki. Na Bwana Yesu anakuja kukamilisha kazi, na anasema nimekuja kukamilisha Torati na manabii, kwamba yeye ndio aliyeahidiwa, ndio analeta wokovu. Ndugu yangu, nikukaribishe, hili ni neno maalum kukuvuta kwako kwa Kristo ili upate wokovu. Ni neema ya pekee ambayo Mungu alitujalia kupitia mwanae huyu Yesu Kristo. Usipoteze muda, bado una muda, japo muda ni mchache. Asante sana.